Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran inasema kuwa utaratibu wowote wa meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz hauhusiani kwa namna yoyote na Marekani na kwamba ni makubaliano kati ya Iran, Oman na nchi zinazopatikana katika njia hiyo ya bahari ya Hormuz. Iran imesema kwamba Marekani haihusiki kivyovyote vile katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa sababu haina eneo katika eneo hilo la Hormuz. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Baqei, amesema Iran inalenga kukamilisha hati ya maelewano kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kushirikiana na mataifa yaliyopo karibu na ujio huo wa bahari ambao unapitisha karibia theluthi ya mafuta duniani. Mazungumzo yanayosimamiwa na Pakistan kati ya Tehran na Washington. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali vya Iran na yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna uwezekano Iran ikakubali makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati kufikia baadaye leo ama kesho ama katika siku chache zijazo, na kwamba huenda wakawa na la kusema. Amewaambia waandishi wa habari mjini New Delhi nchini India kwamba hiyo ni habari njema. Iran imesema kwamba sasa imepitisha baadhi ya meli licha ya kwamba kumekuwa na ulinzi mkali wa jeshi la Marekani la CENTCOM katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mnamo siku ya Ijumaa, Iran ilipitisha zaidi ya meli 30 ndani ya masaa 24 katika kile ilichosema kwamba ni katika eneo la uhuru na kwamba Wamarekani wasiingilie eneo ambalo haliwahusu. Iran imesema kwamba moja kati ya jambo ambalo litawafanya warudi katika uwanja wa vita ni mlango wa bahari wa Hormuz. Iran imeanzisha taasisi ya kusimamia mlango wa bahari wa Hormuz ambapo licha ya Marekani kuweka vikosi vyake vya kijeshi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, mamlaka nchini Iran imeanzisha mfumo mwingine wa usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati mazungumzo yakiendelea, vyombo vya habari vya Iran vimetangaza kuwa wanajeshi wa Iran wataendelea kufyatua makombora kuelekea katika njia hiyo ya bahari endapo Marekani itaamua kuendeleza uwepo wake katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alionyesha mtazamo akielezea matumaini kuhusu mazungumzo na kusema dirisha jipya limefunguka kwa ajili ya kufikia makubaliano. Alisema kwamba tuna matumaini mazungumzo yataleta suluhisho endelevu na ambalo linaweza kutosheleza maslahi ya pande husika na kanda nzima, lakini zaidi tutazingatia maslahi ya Wairan. Wakati huo, kama ilivyoonyeshwa, tutaendelea kuwa tayari kikamilifu kujilinda dhidi ya tishio la kitendo chochote cha uchokozi. Matokeo ya shambulizi lolote dhidi ya Iran hataishia mipakani mwake, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi. Rais wa Marekani Donald Trump alifuta makubaliano ya awali ya nyuklia na Iran katika muhula wake wa kwanza, na wakati huu anatishia mara kwa mara kutumia nguvu kuilazimisha Iran kukubali kuzuia mpango wake wa nyuklia. Iran imesema itajibu kwa kufanya mashambulizi, na Trump pia ameitishia Iran kwamba atarudi katika uwanja wa vita kwa mara nyingine tena katika operesheni ya Epic Fury. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua nini kinachojiri ulimwenguni.